Karibu katika habari za saa. Hii ni Dar es Salaam Tanzania TV na msomaji wako kwa siku ya leo ni mimi Ezra Dioni. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuwa vikao vinavyokwenda kufanyika kwa ajili ya kuchuja wagombea visifanye ubaguzi bali vitende haki ili kupata viongozi bora. Au sijui niagize vikao vinavyokwenda kuchuja watu, vinavyokwenda kuchuja wagombea wakatende haki. Wakatende haki. Anayefaa aambiwe anafaa, asiyefaa tuseme huyu ana kasoro 1 2 3, hatufai kwa huko mbele tunakokwenda. Kwa hiyo kwa vovote vile tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Mkuu wa idara ya usalama wa taifa anateuliwa na rais wa Tanzania bara na wa Zanzibar, na msaidizi wake anateuliwa na rais, ni mteule wa rais. Na kwa ujumla wake kwamba kiongozi mkuu wa idara ya usalama wa taifa na wa pili na wa tatu na wa nne, hawa wote kusema kweli wanapatikana kutokana na mapenzi mema ya rais wa nchi. Hiyo ni kweli, mapenzi mema ya rais wa nchi. Inaweza isiwe moja kwa moja, lakini ni wateule wa rais wa nchi. Sasa na vile vile kama rais wa nchi akijisikia kwa sababu za maslahi ya nchi au ya uongozi hakutaki, pia wanaondolewa na kiongozi wa nchi, wanateuliwa na kiongozi wa nchi na wanaachishwa kazi na kiongozi wa nchi. Vile vile kwenye jeshi la polisi, mkuu wa jeshi la polisi IGP naye vile vile anateuliwa na mkuu wa nchi, lakini pia anaondolewa na mkuu wa nchi. Vile vile magereza, mkuu wa jeshi la magereza pia na yeye anateuliwa na mkuu wa nchi na anaondolewa na mkuu wa nchi. Vile vile na jeshi la wananchi CDF, na yeye vile vile mkuu wa jeshi la wananchi anateuliwa na rais na anaondolewa na rais. Kwa rais akiona vyovyote vile anaweza kumuondoa wakati wowote. Kwa mfano huyu mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa akaona liko jambo ambalo ama mheshimiwa rais ama mamlaka za nchi zinafanya kinyume na uzalendo wa Kitanzania, halafu akashauri, bwana, mimi kama mkuu wa idara ya usalama wa taifa ninaona kwamba hili jambo linahatarisha usalama wa nchi, liachwe. Anafukuzwa kazi. Lakini alichofukuziwa sio kwamba amefanya kosa, anatetea maslahi ya nchi, ndio maana kimemfanya afukuzwe kazi. Kwa hiyo tukifanikiwa kuwalinda hawa wakuu wa vyombo wasifukuzwe hivi kirahisi, watakuwa na uwezo wa kuisimamia nchi yetu vizuri bila kupata madhara yanayoathiri familia zao. Kada wa Chama cha Mapinduzi aliyesafiri umbali mrefu amesema kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya jitihada katika kila sekta ili kutekeleza wajibu kama kiongozi na mtetezi wa wanyonge nchini. Maboresho ya ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi pamoja na sera yetu, tumefika hapa kufanya kazi moja tu, kwa sababu kwanza mama anaweza, mama anafanya. Tukizungumzia miaka ya nyuma tulikuwa tuna barabara za kutosha za lami. Mama ametuwezesha kuweka barabara za lami nchi nzima. Halafu mama amemtoa mwanamke ndoo kichwani. Tunamshukuru mama kwa kazi hiyo aliyofanya. Halafu tukimzungumzia tena mama katika masuala ya afya, mama amekuja kujenga huduma za afya nyingi nchi nzima. Halafu tukirudi katika mambo ya siasa, mama ndio wa kwanza tunaona yeye ameleta demokrasia ya kweli. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanazungumza mama akatoa uwazi, akawaleta wenzetu, akawapa uhuru wa kufanya mikutano. Alipowapa uhuru wa kufanya mikutano, ndio wenzetu wakaanza sasa kujikweza, wakasahau mazuri ya mama.
kwa sababu mama ni mzazi, amefanya hilo kwa sababu ya kwake yeye. Sasa wenzetu wanampiga mawe mengi, lakini mama alioni hilo. Kwa hiyo tumekuja hapa kutimiza ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, na tushafanya, tumemaliza, leo tunamalizia. Nashukuru Mungu, tumuombee Mwenyezi Mungu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa afya njema, pamoja tumuombee na Dr. Mwinyi kwa kuwa na afya njema, kwa sababu kazi zinaonekana. Hatuzungumzi kazi zinaonekana. Anaosema kazi hazionekani, sidhani kama kuna mtu anaweza kusema kazi hazionekani. Kwa hiyo tuko hapa Jakaya Kikwete, leo tunahitimisha, lakini huu sio mwanzo wala mwisho, kwa sababu tuna jambo letu Oktoba 25. Kwa hiyo tunaomba wananchi wote tujitokeze, tukapige kura za ndio, tuchague Chama cha Mapinduzi. CCM kitatuletea maendeleo makubwa sana. Mimi ni mjumbe na pia niko katika kamati nyingi katika kamati za maafa. Tunakwenda, tunajenga shule, tunajenga mahospitali, tunajenga barabara. Kwa hiyo kauli mbiu yetu ya mwaka huu, tutafanya vitu vingi sana. Kwa hiyo sisi tunashukuru pia waandishi wa habari, mlikuwa mkiona jambo mnatukimbilia. Tunashukuru sana, mko huru, na bila nyinyi pia sisi hatuwezi kufanya kazi vizuri. Kwa sababu gani? Sisi tunafanya kazi ndanie pamoja. Tunawashukuru sana, Mwenyezi Mungu awape afya njema ili tufanye kazi kwa pamoja. Yangu ni hayo. Ni kwa namna gani matamanio yako, yani kwenye hii ilani ya mpya, shauku yako, ungependa ilani mpya kipi kianze? Yani matamanio yako ni kipi kwenye ilani hii? Ilani imeleta mambo mengi sana, na mimi shauku yangu ni kwamba nahitaji vitu vyote viende kwa pamoja, kwa sababu sisi sio wa kulalamika, sisi ni watendaji, na ndio maana tumeweka kazi na utu. Kwa hiyo sisi tunaomba katika ilani vitu vyetu vyote viende kwa pamoja. Hatutaki kuchagua kitu kimoja kiende. Sisi tunataka tuende vitu vyote, sababu tunaweza, na mama anaweza, na Chama cha Mapinduzi ni chama kikubwa sana duniani. Watu wengi wamekusanyika hapa, mataifa mbalimbali wamekuja kuiga mfano wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sisi tunashukuru, chama chetu ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo tunamwombea mama afya njema, na tunamwombea mama, tunamwombea Mwinyi, tunamwombea makamo atakaye kuja, tunamwombea katibu wetu atakuja. Kwa hiyo watu wote tunamwombea Kassim Majaliwa, waziri mkuu wetu, anafanya kazi ngumu alafu nzuri sana. Hakuna mtu anaweza kufanya kazi kama Kassim Majaliwa. Na pengine tumeona mkutano mkuu wa CCM uliopita ulishakubali kumpitisha Rais Samia kuwa mgombea mwaka 2025. Pengine nyie kama wanachama na wajumbe, tathmini yenu ni ipi kabla hamjampa nafasi nyingine ya mwaka 2025? Tathmini ya utekelezaji Mama Samia amefanya kwa namna gani kwa hii miaka yake minne? Tathmini yako. Tathmini ya mama amefanya mambo mengi sana, kwa sababu ukiangalia amefanya vitu vingi. Muone Sijala imekwenda na imeondoka. Kwa hiyo mama ameleta ndege za mizigo, mama ameleta vitu vingi. Kwa hiyo kwa ala zake tunahitaji mama afanye vitu vingi, na mama anaweza, na ndio maana mataifa mengi yamekuja kuiga kwetu. Sio yamekuja kuangalia tu mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi hapa, la hasa, amekuja kujifunza vitu vingi, kwa sababu mama anaweza. Ndio maana watu wote wametoka huko nchini kwao wamekuja kujifunza Tanzania. Sisi tuna uwezo, tuna jukumu la kujivunia uzalendo wetu na mshikamano wetu. Tunaweza, na mama anaweza, na Mwinyi anaweza. Tunasema mitano tena, tuwape nchi ili tuangalie, ili watuvushe, sababu umetuvusha, basi tumalize hili jambo ili watuvushe zaidi. Na ndio maana tunasema mkutano wa mwanzo tumempitisha mama, na leo tumekuja tena kuanzia jana, tumefika, tumekaa, tumejadili, tumepitisha, kila kitu kiko sawa. Hakuna kitu ambacho hakiko sawa. Atosema CCM si hivi, hapana, lasha, huyo ni muongo. Aingie ndani aje kuona. Sisi tumekuja kupitisha, tunaona na tunajua. Kwa hiyo hata huko nje watu wanajua kile CCM ni kitu gani. CCM ni kitu kizuri sana. Mwisho wa habari za saa kutoka hapa Dar es Salaam Tanzania TV.
Nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Kwa heri, asante kwa kuwa nasi.